Sasa pana hukumu hapa, na mwanamke akitoharika kutokana na hedhi au nifasi kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama jua, lazima an tusalli adh-dhuhra wal asra, kutamlazimu huyo mwanamke kuiswali adhuhuri na alasiri min hadha al-yawm, za siku hii ataziswali maadamu jua lijazama na ametoharika, muda wa magharibi bado, hiyo ni fursa aswali adhuhuri yake na alasiri yake. Maadamu ni mwenyeji ataswali kamili, mutimma, ataswali 4 kwa 4. Waman tahurat minha waman tahurat minhuma, na yule atakayetoharika na viwili hivyo, alhaidh wan nifas, kabla tuluu alfajri, kabla ya kuchomoza alfajiri, ina maana bado ni usiku, alfajiri ya kweli haijachomoza, bado ni usiku, akatoharika kabla ya kuchomoza alfajiri, lazima utamlazimu mwanamke huyo an tusalli almaghrib wal isha min hadhihi al-layla, aswali magharibi na isha ya usiku huu, usiku ambao bado alfajiri yake haijafanyaje, haijachomoza. Naam, kwa sababu amediriki wakati wa as-salawatu al-layliya, zile swala za usiku. Maadamu alfajiri ya kweli haijachomoza, wakati wa kuswali isha upo, kama wakati wa kuswali isha upo, basi na wakati wa magharibi utakuwepo kwa dharura. Alaysa kadhalik, ataswali. Kisha anasema Sheikh Al-Fawzan, lianna waqta as-salati ath-thaniya waqtun lis-salati al-ula fi hal al-'udhri. Jayyid. Lianna waqta as-salati ath-thaniya, kwa sababu hakika wakati wa swala ya pili, waqtun lis-salati al-ula, ndio huo wakati wa swala ya kwanza, fi hali al-'udhri, katika hali ya dharura. Ina maana mtu aliyodiriki wakati wa mwisho wa swala za mchana, kadiriki wakati wa mwisho wa alasiri huko kubela al-ghurub, kama utadiriki wakati huo, basi huo ndio wakati wa swala ya mwanzo. Ukadiriki wakati wa mwisho wa salatu al-isha, yani kabla tuluu al-fajr as-sadiq, basi maadamu umediriki wakati huo wa swala ya isha, basi pia huo ndio wakati wa swala ya magharibi wa mtu mwenye udhuru. Hili jambo wanawake wangapi hawalijui? Wengi sana. Tuwapelekee, peleke nyumbani.